Mtizami mtukufu, karibu kufuata taarifa habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kwenye televisheni ya Raia inayosikika kutoka kunako mlima Goma. Habari kamili. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, alipata kuendesha mazungumzo na wajumbe wa kidini mbalimbali za hapa mjini Goma. Ilikuwa kunako makao yake ya hapa Goma. Tunaweza kufuata. Sisi tulikuja kujibu kwa mwaliko ambaye Rais Kabila alitualika kwa ajili ya mgogoro, vita na mambo ambayo inakosesha amani nchi yetu. Na akatuambia kwamba alikuja ili awasikie watu, wasikie shida na malalamiko ambaye wananchi wanakuwa nao kuhusu migogoro ambaye inaangamiza sana hii sehemu ya mashariki ya nchi yetu. Sisi tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kwa ambayo tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, hiyo moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanye yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi na kimya na amani virudi ndani ya nchi. Na wakaaji wote, zaidi sana sisi makanisa, misikiti, tufanye kazi ya Mungu kadiri inavyostahili. Ile ndio haja ya moyo wetu. Liwali wa jimbo Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto alipata kutembelea kijiji cha Kichanga ipatikana mtaani Masisi. Ilikuwa siku ya pili tarehe 27 Mei iliyopita. Kiongozi wa jimbo Kivu Kaskazini huko alipata kuhakikishia na kuweza kuhubiri wakaaji jambo la amani, jinsi ya kuweza kuishi pamoja. Na kupitia tu muda huo, Musanga Erasto Bahati akiwa liwali wa jimbo Kivu Kaskazini aliweza kuzungumzia na kunena ya kwamba miradi nyingi za kimaendeleo zitaweza kutekelezwa mtahani humo Masisi. Mengi zaidi. Waomba watoto ya Kichanga, watu wakuje tujenge pamoja, twende mbali. Tuko naomba mkuye tuungane, mulete babiana, tujenge jeshi ya kweli, twende mbali. Ile ni ya kwanza. Ya pili, watu waache ubaguzi wa ukabila. Vile vitu tukivifanya tutaleta maendeleo. Leo hii tuko natengeneza barabara ya Sake kwenda Masisi Nyabiondo. Tukisha tuko na proje nyingine kuko ba partenaire wenye tuliongea, tutatengeneza barabara ya kuanzia Sake, Kichanga, Mweso, Nyanzale mpaka Nyabiondo. Leo tuko na programu nyingine kesho yake. Kumeendeshwa kikao cha kwanza na wanamemba husika na jambo la kiafya humu jimboni Kivu Kaskazini, wakati waongozi waliweza kushiriki kunako kikao hiyo, na iliweza kuongozwa na mama mshauri waliwali jimbo Kivu Kaskazini Bi Chantal Murekatete, na kwa ngambo ingine iliweza kuzungumzia ya kwamba hapo kutaweza kuendesha jitihada mbalimbali ili kutumika pamoja, wakiweza kuhusiana vema kwa faida ya raia kwa jambo la kiafya. Kwa kuweza kufika mwisho habari zetu, tuko tu na habari mbili za michezo. Ni kwamba kwa mchezo ya makonde, yani boxe professionnel, mpiganaji Ndongi Serge Jamba yupo kwenye matayarisho yake. Maelezo zaidi na mwanamchezo wetu ambaye anatupa mingi zaidi, Christian Mususu. Mchezaji wa makonde ya mabox mzaliwa wa Goma Serge Jamba ipo matayarishoni kwenye uwanja wa EAC. Pamoja na wenzake wanahudhuria kwenye mtindo wa matayarisho ya mchezo wa ndondi ambao umepangwa huko mjini Kampala tarehe 1 Juni. Kupitia ujuzi wa mwalimu Gabin pamoja anaye Sulu wanamtayarisha vema, na kwa kweli hapa Sulu anaeleza kuhusu matayarisho hayo.
Bo hatumchokesha mpreparation, njogi si preparation inakuwaka. Na mpaka pale haya prepare, njoo anaanza preparation sasa. Jushie kabisa mklebe atupendage defect. Entraînement yetu tutaendelea tuko tunafanya atameliore tena zaidi kushindia. Donc il faut afanye hata 10 round, atize na 10 boxer, juu kule ayue aone kama 6 round haiko kitu mbele. Kwa upande wake Serge Jamba anayeitwa kwa jina maarufu King of Ngum anajiona kuwa tayari japokuwa muda wa matayarisho ni mfupi. Hapa anaita mashabiki wote kuwa nyuma yake na kumsapoti. Tangu preparation kidogo umeseki na entraînement niko nayo tajidefendre nenda tetea inji kabisa. Ndacheza combat professionnel, combat ya 8 rounds. Niko tayari sana, niko tayari maana mashabiki wangu na nawalika sana muone combat yangu itakuwa tumalie tutakuwa partager. Maana muone sana ba idea kabisa victoire. Katika wale wa boxer ambao wanakuwa chini ya vilo 72 ama kategori moyen na atasindikizwa huko mjini Kampala pia naye Augustin Mugunge toka Goma ambaye atapambana tarehe 1 Juni na Ivan Kajambiro. Hiyo yote ni chini ya udhamini ya Chumba Nyama Boxing Promotion toka Goma. Mafunzo yaani shule la kabumbu iitwayo Extra Sport Maendeleo imeanza mazoezo yake. Ripoti tu naye Christian Mususu Siembe. Shule la kabumbu mjini Goma Extra Sport Academy yaendelea na mazoezi yake kwenye uwanja wa Kabumbu Afya. Kila siku vijana wanahudhuria kwenye mafunzo chini ya uongozi wake Ezra Kashindi pia na Marie Mweze ata na Demersi Risasi. Vijana wahitaji pia kupata nafasi ulimwenguni ndani ya timu kubwa kubwa. Kwa Kimari Mweze yote yanaendelea vema. Anajisikia huru kama vile msichana kufundisha wanawake. L'académie ça se passe très bien parce que on fait les entraînements tous les jours le lundi. Mazoezi yanaendelea kuwa vema na furahi kuwa mwalimu wa kabumbu na hitaji kwangu nikuwe kesho kocha mkubwa duniani. Katibu Shadrack Mulumba, lengo la shule Extra Sport Academy mjini Goma ni kufunza. Milango ipo wazi ili watu wote wa moyo mwema waje na wasapoti Academy Extra Sport. Après la suspension et depuis que nous avons recommencé les activités, kisha mapumziko tuko matayarishoni kusaidia wachezaji ili kupata fursa ya kuwa bingwa ulimwenguni. Kuna wachezaji wote ambao wanaendelea kufanya mazoezi kwenye uwanja wa afya. Mwaka kesho kuna vijana wa miaka chini ya 17 ambao watacheza kinyang'anyiro ama championnat local ya mji wa Goma kwenye division ya pili. Lengo la Extra Sport Academy ni kufunza Bi Christine Tumba Merju ambaye anajitoa ili kurahisisha mazoezi na mafunzo haya yaendelee vyema. Utafahamu ya kwamba Extra Sport Academy ni shule ama école de foot toka mji wa Goma mashariki mwa DRC Congo na ina vijana wa chini ya miaka 8, miaka 10, chini ya miaka 14, chini ya miaka 19 na chini ya miaka 17 hata na wanawake ambao wanacheza kabumbu. Na kila mara wanakuwa wakihudhuria mechi za kirafiki ili kupima nguvu zao na timu zingine za hapa mjini Goma, kama vile walitoka sare ya goli 2-2 na timu Brazil AC. Ilikuwa ni tarehe 28 kwenye uwanja wa afya. Na kwa upande mwingine vijana wa Extra Sport Academy wa miaka ya chini 15 waliweza pia kutoka sare ya goli 2-2 na Victor Academy toka uko office. Shukran kwako Christian Mususu kwa kutuletea habari hizo za mchezo. Shukran pia kwa wengine wote ambao walisaidia kwa utungo wa habari hizi. Tukisi vile Mwenyezi Mungu kutusaidia sote pamoja na wafundi mitambo na kumweza kumsia tutolee sote maziwa, asali na mane. Kwaheri.